Naam, kwa habari za michezo za siku ya leo, tutazungumzia habari moja tu. Hiyo habari na si nyingine ni habari ya president wa FIFA. Kiongozi wa FIFA ambaye ameweza kutoa mapendekezo ya kufungua shirika au kufungua kampuni ya uwekezaji. Habari hizo ambazo zimefikishwa na jarida Times kupitia mtangazaji wake Martin Ziegler, ambayo aliweza kufichua hizo habari ambazo zilikuwa zikipangwa kisirisiri. Kiongozi wa FIFA ambaye alipendekeza kufungua hiyo kampuni ambayo itakuja kufanya mambo ya uwekezaji, mambo ya biashara, ambayo itakuwa ikimilikiwa na FIFA asilimia kubwa. Japokuwa itakuwa ikimilikiwa na FIFA, patapewa pia na watu binafsi au mashirika mengine ya pembeni ambayo yanaweza kujipatia nafasi ya uwekezaji wa asilimia ndogo kuliko za FIFA ambayo itakuwa ikimiliki asilimia kubwa. Watu wengi walikuwa wakipiga fujo wakilalamika, haswa shirika la Ufaransa au Prime Minister wa Uingereza, na yeye pia aliweza kutoa malalamiko yake kusema kwamba FIFA inataka kuharibu mpira kupitia mambo ya biashara, na watu wengi walikuwa wakiweza kusema kwamba itapelekea Infantino kufukuzwa kwenye FIFA au asiwezi kuchaguliwa kwenye mhula utakaofuata. Naam, kwanza nitaka kuwakumbusha kwamba sawa na maneno ya Infantino ambayo aliweza kuwadisia baadhi ya shirika za mpira, aliweza kuambia kwamba hiyo kampuni itaweza kukusanya pesa bilioni 20 kwa kuanza kufanya kazi, kisha pia kwenye faida zitakuwa zikiambatana kama hizo bilioni 20 za dola, na haswa hizo pesa zitaweza kugawiwa baadhi ya mashirika. Kuwakumbusha kwamba FIFA imejengwa na shirika za mpira 211. Kwa sasa hizo shirika za mpira zinaweza kupata milioni 1 hadi 2 za dola kwa za kila mwaka za faida. Na ikiwa FIFA itakuwa imeingia kwenye huyo mambo ya biashara, ni kwamba pesa zitaongezeka, zitakuwa nyingi, zikaongezeka hata wanapata zaidi ya pesa ambazo walikuwa walipata zinajiongeza kama 500,000 za dola. Ni kwamba kutizama shirika zetu za Kiafrika za kule Amerika ya Kusini, inaonekana kwamba lazima watapasisha hiyo fikra ya Infantino ya kufungua kampuni ya uwekezaji, mambo ya biashara kwenye FIFA, ambayo itakuwa ikijihusisha na kombe la dunia la wanawake, la wanaume, la maklabu, mambo yote ambayo FIFA ikihusika itakuwa ikijihusisha na hayo mambo, na kuwafahamisha kwamba FIFA kawaida yake hivi ni kwamba inapata faida ya bilioni 7 hadi 9. Unaona, ikianza mambo ya biashara wanapelekea kuingiza bilioni 20. Inaonekana kama ni faida kubwa, na kuwakumbusha pia kwamba pesa za FIFA huwa zinatoka kwenye mikataba ya kuhusu kuonyesha mamachi, yani droit TV, au mambo ya kuuzisha ticket za kwenda kutazama mpira, au baadhi ya sponsor ambazo zinaweza kujiunga na FIFA. Ndo hizo nafasi 3 ambazo FIFA inaweza kupata hela, lakini hivi kianza mambo ya biashara pesa zitajiongeza maradufu. Watu walikuwa wakipiga fujo kwamba FIFA imeanza kujiunga na mambo ya kiserikali, na kawaida ya FIFA ni haramu
kujiunga na mambo ya serikali. FIFA inapaswa kuwa kivyake na serikali kivyake, lakini kupitia mambo ya biashara inasemekana kuwa pimejificha mkono wa Donald Trump, ambaye huyu mwanahabari Martin Ziegler ameweza kusema kwamba kuna kaka yake na mkwe wa Trump anaitwa Jared Kushner, ambaye wa binti wa kwanza wa Donald Trump, ana shirika lake, na yeye alikuwa miongoni mwa watu ambao wataweza kujiunga na hiyo fikra ya Infantino. Sasa watu wanasema kwamba kuwa amejiunga na Donald Trump kwanza ni tishio kwa watu ambao wataweza kupinga hiyo hatua ya FIFA. Yani kuwatisha, itakuwa kama ni kuwatisha yani. Kikataa Trump ataweza kuharibu baadhi ya mambo, yani itakuwa kama tishio. Watu wengi wanaona huyo mkono wa Trump ambao umejificha nyuma ya hiyo kampuni. Vile vile ni kwamba hiyo fikra haijulikani itaanza lini. Haijulikani itaanza lini kwa sababu bado hatujajua mambo mengi kuhusu hilo shirika la mpira ambalo litakuja kujiunga na FIFA kwa kufanya mambo ya uwekezaji, lakini ni jambo ambalo huenda likapasi, sababu shirika kama ndogo za Kiafrika za Umarekani kusini huko huenda wakachagua kupitia kupasishwa la hilo shirika, sababu itakuwa ni faida kwao, na kwa sababu pia ni shirika ambazo zinapewa pesa la FIFA, na hizo pesa zinatumikishwa kinyume na matakwa ya FIFA au kinyume na gisi ilikuwa inapaswa hizo pesa ziweze kutumikishwa kwa faida ya wacheza mpira wa baadhi ya hizo shirikisho za mpira barani, haswa barani Afrika na Amerika ya Kusini huko, ambapo ndio kuna matatizo ya hizo pesa za FIFA ambazo viongozi wa mpira ndani ya nchi hizo wanatumikisha hela gisi wanavyotaka. Ijapokuwa wanatoa kitu cha kuonesha kwamba pesa zimetumika hivi, zimetumikila mwaka, ni lazima watoe taarifa gisi pesa zimetumika, lakini wanazitumia kinyume cha sheria. Baadhi ya pesa wanazitumia kinyume cha sheria, na huenda hizo shirikisho za mpira za Afrika na Marekani Kusini huenda zikapasisha, kwa sababu ni nyingi kuliko za Ulaya, huenda zikapasisha hilo jambo, ijapokuwa kwa UEFA yenyewe imepinga katu kabisa ile pendekezo la Infantino. Naam, kingine kitu ni kwamba Infantino yeye kwanza ni tajiri kupitia FIFA, kwa sababu yeye ndio kiongozi. FIFA ina pesa nyingi na mshahara wake ni mkubwa, ni tajiri mkubwa, na pia kuna mambo ambayo yamejificha hapo. Ni kwamba yeye ndio mwanzilishi wa hilo jambo, bimaana kuna pesa ambazo hilo jambo likipasishwa, kuna pesa zitakuwa za wanaitwa makomisioner. Kwenye Kifaransa wanaitwa makomisioner. Kuna pesa za komision ambazo atakuwa akipewa, ijapokuwa atakuwa ameshatoka kwenye uongozi wa FIFA, bado tu kuna pesa nyingi sana zitakuwa zikiingia kwenye mfuko wake kupitia hizo komision ambazo ni lazima zipewe mtu ambaye ameanzilisha hilo jambo. Kwa hiyo ni mambo tu ya kujitafutia utajiri kupitia njia halali, lakini ni mambo ambayo yanaonekana kuwa ni mambo ya kutafuta utajiri wa ziada, japokuwa inaonekana kama amepita kwenye njia halali, lakini ni sio jambo lizuri ile ambalo litakuja kuharibu mpira baadaye. Itakuja kuharibu mpira, sababu itakuwa mambo ya serikali yataingia, na mambo ya serikali yakiingia kwenye mpira, mambo mengi yanaharibika, kama hivi tulivyoona kwenye kombe la dunia lililopita, ambapo Donald Trump aliweza kuomba ifutwe kadi nyekundu kwa mchezaji wa timu ya taifa ya Umarekani na ikafutwa. Ni mambo ambayo yalikuwa
watu wengi hawakuelewa kwa nini imefutwa, imepitishwa sheria gani ili ifutwe. Hiyo yote inaonekana kuwa serikali kianza kujiunga na mambo ya mpira, basi mpira utaharibika, utapoteza ladha. Basi ilikuwa ni hayo tu kwa leo kuhusu hilo jambo ambalo linahusu kiongozi wa FIFA Gianni Infantino, ambaye anataka kuweka mpango wake wa uwekezaji ambazo zimefichuliwa na Times kupitia Martin Ziegler. Nawatakia siku njema.